Waziri wa Fedha na Mipango, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kukutana tena kwa ajili ya kupokea na kujadili kwa mara ya pili na kuidhinisha mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, yani 2020, 21, 22, 2025 hadi 2026 kwa mujibu wa ibara ya 63(3)(c) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kanuni ya 113 ya kanuni za kudumu za Bunge. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee na kwa masikitiko makubwa, napenda kutumia fursa hii kutoa pole kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, Chama cha Mapinduzi na Watanzania wote kwa kuondokewa na mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msiba huu umekuwa pigo na umeleta majonzi kwa taifa letu kutokana na uongozi wake mahiri, uchapakazi, uzalendo uliotukuka wa kulitumikia taifa letu. Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Vile vile napenda kutoa pole kwa taifa kwa kuondokewa na viongozi wetu wakuu, nikianza na Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na Balozi Mhandisi John Kijazi aliyekuwa katibu mkuu kiongozi. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Mheshimiwa Spika, kwa dhati naomba kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuapishwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Aidha, nimpongeze Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango kwa kuteuliwa kuwa Makamu wa Rais wa Tanzania. Wote tuwaombee afya njema na Mungu awape nguvu mpya ili waendelee kulitumikia taifa letu na kipekee kuiendeleza kauli mbiu ya kazi iendelee. Vile vile napenda kumpongeza Balozi Hussein Katanga na waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote kwa kuteuliwa kushika nafasi hizo muhimu katika uongozi wa nchi yetu. Na kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuonesha imani yake kwangu na kuniteua kuwa Waziri wa Fedha na Mipango. Na Mheshimiwa Spika, uteuzi wa makamu wa rais na uteuzi wangu umeonesha Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na wanayanga. Anasema nirudie. Inaonesha uteuzi wa Mheshimiwa makamu wa rais na uteuzi wa waziri wa fedha unaonesha Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na wanayanga. Hasa ukizingatia historia ya ukombozi wa taifa hili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, una nusu saa tu ya kuwasilisha. Mheshimiwa Spika, pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa naibu waziri wa fedha na mipango Mheshimiwa Engineer Hamad Yusuf Masaun, mbunge na watendaji wote wa Wizara ya Fedha na Mipango kwa ushirikiano wao walionipa katika maandalizi ya mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano mwaka 2020, 22 na 2025 hadi 2025-26 wakiongozwa na katibu mkuu mpya ndugu yetu Emmanuel Tutuba. Pia nitoe pongezi shukrani za dhati kwa wizara, taasisi, idara za serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, asasi zisizo za serikali na wadau mbalimbali waliotoa maoni na michango
katika kukamilisha mapendekezo ya mpango wa tatu wa maendeleo wa miaka mitano. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii pia kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati Vijijini CCM, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Omar Mohamed Kigua, mbunge wa Kilindi CCM, kwa maoni yao wakati wa majadiliano ya vikao vya kamati. Aidha, maoni na mapendekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti yaliyoletwa katika vikao vya mwezi Januari na Machi 2021 pamoja na mjadala wa bunge lako tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lililojadili mapendekezo ya mpango wa taifa wa miaka mitano kwa muda wa siku 5 kuanzia tarehe 2 Februari 2021 yamezingatiwa katika uandaji wa mapendekezo ya mpango wa tatu wa maendeleo wa miaka mitano. Mheshimiwa Spika, serikali imezingatia kikamilifu maoni na ushauri wa kamati ya Bunge katika taarifa ninayoiwasilisha. Majibu ya hoja zilizoibuka wakati wa kamati ya Bunge ya kudumu pamoja na bunge lako tukufu yamewekwa kwenye kiambatanisho namba 1. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano yameandaliwa kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo yani 2025, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2020 hadi 25, mpango elekezi wa muda mrefu 2011-12, 2025-26, matokeo ya tathmini huru ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa ya miaka mitano, sera na mikakati mbalimbali ya kisekta, dira ya Afrika ya Mashariki 2020, dira ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika 2050, ajenda ya 2063 ya maendeleo ya Afrika na mpango wa maendeleo endelevu 2030. Mheshimiwa Spika, mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano una dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Mpango huu una maeneo makuu matano ya kipaumbele ambayo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, na kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, kitabu cha mapendekezo ya mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa kimegawanyika katika sura 8. Na Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuomba taarifa yangu yote ingie katika taarifa rasmi za Bunge. Sura ya kwanza ni utangulizi ambao unaelezea chimbuko na historia ya dira ya maendeleo 2025 na mpango wa maendeleo kwa ujumla. Sura ya pili inahusu mapitio ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa 2016-17 hadi 2020 na 2021 ambayo yanajenga msingi wa maandalizi ya mpango wa tatu ambao unaendeleza mafanikio yaliyopatikana na kutatua changamoto zilizokabili utekelezaji wa mpango wa pili. Sura ya tatu imejikita katika masuala ya maendeleo ya sekta binafsi, ikiwa ni msukumo wa kujenga sekta binafsi na kushirikiana katika utekelezaji wa mpango utakaoendelea. Sura ya 4 inaelezea dhana ya kujenga uchumi shindani, maendeleo ya viwanda na maendeleo ya watu. Sura ya 5 inaainisha hatua mahususi za kuchukuliwa katika maeneo ya kipaumbele ya mpango. Sura ya 6 inahusu ugharamiaji na utekelezaji wa mpango. Sura ya 7 inaainisha mpangilio wa utekelezaji wa mpango, na sura ya 8 inaainisha ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mpango. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha mpango huu unatekelezwa kikamilifu, serikali inaendelea na maandalizi ya mikakati ya utekelezaji wa mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, ikijumuisha mikakati ya utekelezaji, mikakati ya ugharamiaji na mkakati wa ufuatiliaji na tathmini ya mpango. Mheshimiwa Spika, kuhusu tathmini na utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano uliopita, viashiria vya kiuchumi kwa ujumla, tathmini ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano inaonesha kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya utekelezaji wa mpango, pato la taifa lilikuwa kwa wastani wa 6.9, mfumuko wa bei ulikuwa wa wastani wa 4.1 kwa mwaka, ikiwa ni ndani ya lengo la kutozidi 5%. Akiba ya fedha za kigeni
ilijitosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi 4.9, ikiwa ni zaidi ya lengo la miezi 4, na nakisi ya bajeti ikiwa ndani ya lengo la kutozidi 3% kwa kipindi chote. Katika kipindi hicho, deni la serikali lilikuwa himilivu katika muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Vile vile pato la wastani la kila mtu liliongezeka kutoka shilingi milioni 2,225,099 sawa na dola za Kimarekani 1,022 kwa mwaka 2016 hadi shilingi milioni 2,577,967 sawa na dola za Kimarekani 1,080 kwa mwaka 2019. Kielelezo kikuu cha mafanikio ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa ni Tanzania kufanikiwa kuingia katika kundi la nchi zenye uchumi wa kipato cha kati cha chini mwezi Julai mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda. Utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 ulijikita katika kujenga viwanda vinavyotumia malighafi zinazopatikana kwa wingi hapa nchini, hususan kilimo, madini, gesi asilia. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 ni kama ifuatavyo. Uzalishaji viwandani. Mafanikio ni kujengwa kwa jumla ya viwanda 8,477 kati ya mwaka 2015 hadi 2019, ambapo viwanda vikubwa ni 201, vya kati ni 460, vidogo ni 3,406 na vidogo sana ni 4,410. Ujenzi wa viwanda hivyo umeongeza idadi ya viwanda nchini kutoka viwanda 52,633 mwaka 2015 hadi viwanda 61,110 mwaka 2019. Viwanda hivyo vimechangia ongezeko la uzalishaji wa bidhaa mbalimbali katika soko la ndani na la nje, ikijumuisha bidhaa za ngozi, nguo, ujenzi, yani nondo, mabati, saruji, misumari, marumaru pamoja na rangi, plastiki, zana za kilimo pamoja na vinywaji. Uwekezaji huo umeleta mafanikio yafuatayo: kuongezeka kwa mchango wa sekta ya viwanda katika pato la taifa kutoka 7.9 mwaka 2015 hadi 8.5 mwaka 2019. Kwa upande wa kilimo, Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana ni baadhi ya shughuli zilizotekelezwa ni pamoja na kujengwa na kuboreshwa kwa miundombinu ya umwagiliaji ambayo imeongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta 461,376 mwaka 2015 hadi hekta 694,715 mwaka 2020. Mafanikio mengine ni kuongezeka kwa uzalishaji wa mbegu bora kutoka tani 36,614 mwaka 2015 hadi tani 76,726 kwa mwaka 2020. Mafanikio mengine ni kukamilika kwa ujenzi wa maabara ya mbegu katika makao makuu ya wakala wa mbegu za kilimo Morogoro na kuanzishwa kwa soko la bidhaa pamoja. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mifugo, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kujenga kiwanda kipya cha Kilimanjaro International Leather Industries, kuimarisha kituo cha taifa cha uimilishaji cha NAIC, kujengwa kwa viwanda vipya vya kimkakati vya nyama pamoja na kujengwa kwa kiwanda cha maziwa cha Galaxy Food and Beverage Company Limited na kujengwa kwa kiwanda cha kuzalisha chanjo pamoja na kuendelea kuboresha huduma za malisho ya mifugo na majosho. Utekelezaji huu umewezesha mafanikio yafuatayo: kuongezeka kwa viwanda vya kusindika nyama nchini kutoka 25 mwaka 2015-16 hadi viwanda 32 mwaka 2019-2020, na viwanda vya kusindika maziwa kutoka 82 mwaka 2015-16 hadi viwanda 99 kwa mwaka 2019-20. Kuongezeka kwa usambazaji wa mitamba katika mashamba ya serikali kutoka mitamba 11,449 mwaka 2015-16 hadi mitamba 18,255 kwa mwaka 2019-20. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uvuvi, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuimarisha usimamizi wa shughuli za uvuvi kupitia utekelezaji wa sera ya uvuvi ya mwaka 2015, sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni za uvuvi za mwaka 2009
pamoja na kutungwa sheria ya kusimamia na kuendeleza uvuvi wa Bahari Kuu namba 5 ya mwaka 2020. Mafanikio mengine ni pamoja na kupambana na uvuvi haramu kupitia doria na ukaguzi mbalimbali. Hatua hizi zimefanikisha kuongezeka kwa uzalishaji wa samaki katika maji ya asili kutoka tani 362,645 mwaka 2015-16 hadi tani 497,567 kwa mwaka 2019-20. Vile vile kumetokea na mafanikio ya kuongezeka kwa usindikaji wa minofu ya samaki aina ya sangara kutoka tani 23,058 mwaka 2015-16 hadi tani 27,596.27 kwa mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa madini, kupitia na kutunga sheria, sera na mikataba ya madini ambapo imewezesha kuundwa kwa kampuni ya ubia ya Twiga Minerals Corporation ambapo imetoa gawio la shilingi bilioni 100, ni moja ya mafanikio ambayo yamepatikana katika utekelezaji wa mpango uliopita. Mengine ni pamoja na kuanzishwa kwa kampuni ya Tembo Nickel Corporation Limited, kujengwa kwa masoko 39 ya madini na vituo 41 vya kuuzia madini, kukamilika kwa ujenzi wa vituo 4 vya umahiri katika maeneo ya Bariadi, Msoma, Bukoba na Handeni, na kuendelea na ujenzi wa vituo vya Songea, Mpanda na Chunya, na kujenga ukuta wenye mzingo wa kilomita 24 wa Mererani mkoani Manyara, na kukamilisha ujenzi wa vituo 3 vya mfano vya uchenjuaji wa madini ya dhahabu kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo ambavyo viko katika maeneo ya Geita, Itumbi, Chunya pamoja na Katente iliyoko Bukombe. Hatua hizi zimechangia kuongezeka kwa mapato ya fedha za kigeni kutokana na mauzo ya madini kutoka dola za Kimarekani bilioni 1.91 sawa na shilingi trilioni 4.46 za mwaka 2015-16 hadi dola za Kimarekani bilioni 2.9 sawa na shilingi trilioni 6.77 mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maliasili na utalii, mafanikio yaliyoonekana ni kuongezeka idadi ya watalii na mapato kupitia mradi wa kujenga uwezo katika hifadhi ya taifa, kudhibiti ujangili kwa 90% na kubadilishwa na kupandishwa hadhi kwa mapori ya akiba ya Nyerere, Burigi, Kigosi, Ugala, Ibandakierwa na Rumanyika kuwa hifadhi za taifa. Mengine ni kuendelea kutangazwa kwa vivutio vya utalii katika nchi mbalimbali hapa duniani. Hatua hizi zimechangia kuongezeka kwa idadi ya watalii walioingia hapa nchini kutoka watalii milioni 1,137,182 mwaka 2015 hadi watalii milioni 1,527,230 mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ufungamanishaji wa ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu, ujenzi wa miundombinu na upatikanaji wa huduma za afya, maji, elimu umeongeza kasi ya ufungamanishaji wa ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana ni kama ifuatavyo. Kwa upande wa afya, baadhi ya mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuendelea kutoa huduma za kupandikiza uloto, yani bone marrow transplant, na kukamilika kwa ujenzi wa jengo la huduma za dharura na ukarabati wa jengo la X-ray katika hospitali ya rufaa ya Dodoma, kukamilika kwa 98.2% ya ujenzi wa hospitali ya Uhuru iliyoko hapa Dodoma, kununuliwa kwa mashine za digital X-ray na ultrasound, vifaa vya maabara na mashine za kiuchunguzi wa kifua kikuu na vimelea, yani Bactec 960, pamoja na blood culture machine katika hospitali ya rufaa ya magonjwa ya kifua kikuu Kibong'oto, na ununuzi wa mashine za Pectoscan kwa ajili ya hospitali ya Ocean Road. Mafanikio mengine ni kujenga na kuboresha miundombinu ikijumuisha jengo la huduma za upasuaji, radiolojia na jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje, maabara na jengo la mama na mtoto katika hospitali za rufaa za Mara, Geita, Songwe, Katavi, Sekoture kule Mwanza, na hospitali za rufaa za kanda ya kusini Mtwara na kanda ya nyanda za juu za kusini Mbeya, na hospitali ya kanda ya kaskazini KCMC, na hospitali ya kanda ya ziwa Burigi Geita. Mheshimiwa Spika, hatua hizi zimechangia kuongezeka kwa wastani wa umri wa kuishi
kutoka miaka 62 mwaka 2015-16 hadi miaka 66 mwaka 2019 na 20, kupungua kwa idadi ya vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5 kutoka wastani wa vifo 67 kwa vizazi 1000 mwaka 2014-15 hadi wastani wa vifo 50.3 mwaka 2019-20. Kupungua kwa vifo vya akina mama wajawazito wakati wa kujifungua kutoka vifo 432 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2015-16 hadi vifo 321 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2019-2020. Mafanikio mengine ni kuongezeka kwa watoto waliozaliwa kwa kuhudumiwa na wahudumu wa afya wenye ujuzi kutoka 51% mwaka 2015-16 hadi 80% mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa elimu, mafanikio yaliyopatikana ni ujenzi wa miundombinu muhimu katika shule 3,904. Kuhusu taratibu, Mheshimiwa Spika. Kuhusu taratibu. Mheshimiwa Spika, kinachosomwa hakipo katika tablet zetu. Tunaomba kusudi tuweze kufuatilia. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, endelea na hilo, nitalitolea maelezo muda mfupi sana ujao. Asante Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa upande wa elimu, mafanikio yaliyotokea ni pamoja na ujenzi wa miundombinu muhimu katika shule 3,904 ambapo shule za msingi ni 3,021 na sekondari ni shule 883, ujenzi wa mabweni 547, nyumba za walimu 101 na majengo ya utawala 25 na maktaba 43. Kukamilika kwa ujenzi wa maboma 2,815 katika shule za msingi 2,133 na kuendelea kugharimia elimu ya msingi bila ada ambapo shilingi trilioni 1.24 zimetolewa. Kukarabatiwa kwa shule kongwe 84 kati ya 89, kuboreshwa kwa miundombinu ya vyuo 54 ya maendeleo ya wananchi na kutolewa kwa mikopo ya elimu ya juu ambapo jumla ya shilingi trilioni 2.29 zimetumika. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maji, kukamilika kwa miradi 1,845 ya maji iliyotekelezwa mijini na vijijini ni moja ya maendeleo na mafanikio yaliyojitokeza katika utekelezaji wa mpango uliopita. Baadhi ya miradi iliyotekelezwa na hatua zilizofikiwa ni pamoja na kukamilika kwa miradi ya maji katika miji ya Geita, Njombe, Songwe na kuendelea kwa ujenzi wa mradi wa maji katika mji wa Kigoma 90%, kukamilika na kuzinduliwa kwa mradi mkubwa wa maji wa Ziwa Victoria kwenda katika miji ya Isaka, Tinde, Kagongwa, Tabora, Igunga, Uyui na Nzega na kukamilika kwa 76% ya ujenzi wa mradi wa maji katika jiji la Mwanza. Mafanikio mengine ni kukamilika kwa 62% ya ujenzi wa mradi wa maji katika jiji la Arusha na kuendelea na ujenzi wa mradi wa maji wa Same, Mwanga, Korogwe ambapo utekelezaji wake umeshafikia 65%. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utawala bora, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi iliyoko Dodoma, mahakama kuu 2 katika mikoa ya Mara na Kigoma na ukarabati wa mahakama kuu 3 katika mikoa ya Mbeya, Tanga pamoja na Rukwa, mahakama za hakimu mkazi 5 katika mikoa ya Pwani, Geita, Simiu, Manyara na Njombe, mahakama za wilaya 15, mahakama za mwanzo 18 na kuanzishwa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka na ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ajira, jumla ya ajira 12,777,126 zimezalishwa ambapo ajira za moja kwa moja ni 11,891,772 na ajira zisizo za moja kwa moja ni 881,354. Aidha, jumla ya vijana 65,068 katika kipindi cha mwaka 2017 hadi 2020 wamepatiwa mafunzo ya ujuzi na ustadi na kazi ikiwemo mafunzo ya uanangezi katika fani za ujenzi, useremala, umeme wa majumbani na viwandani na umeme wa jua na ufundi wa magari pamoja na ufundi bomba na utengenezaji wa vifaa vya aluminium pamoja na uchomeleaji na uungaji wa vyuma. Maeneo mengine ni pamoja na kilimo na ufugaji, ushonaji,
uchongaji vipuli, uchapaji nyaraka pamoja na tehama. Serikali imeendelea kulinda ajira za wazawa kwa kuhakikisha kuwa wageni wanaokuja kufanya kazi hapa nchini wanakidhi vigezo vilivyoainishwa katika sheria ya kuratibu ajira za wageni namba 1 ya mwaka 2015. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika eneo la kutengeneza mazingira wezeshi ya uwekezaji na uendelezaji wa biashara. Kwa upande wa nishati ya umeme, kuendelea na ujenzi wa mradi wa kufua umeme wa maji wa Mwalimu Julius Nyerere megawati 2115 ambapo kwa ujumla utekelezaji umefikia 30.1% na kiasi cha shilingi trilioni 1.97 kimetumika katika kutekeleza mradi huu. Hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa miradi mingine ni kukamilika kwa mradi wa Kinyerezi 1 megawati 150 pamoja na 2 megawati 240, mradi wa njia za kusafirisha umeme KV 220 kutoka Makambako hadi Songea, ujenzi na upanuzi wa vituo vya kupoza umeme na njia za kusafirisha umeme katika miradi ya njia kuu ya kusafirisha umeme wa msongo wa KV 220 Bulyanhulu Geita, kukamilika kwa 73.3% utekelezaji wa mradi wa kufua umeme Rusumo megawati 80 na kukamilika kwa 86% kwa ujenzi wa njia za kusafirisha umeme KV 400 Singida, Arusha na Manga. Mafanikio mengine ni kuendelea kwa utekelezaji wa mradi wa Kinyerezi 1 na extension megawati 185. Mafanikio mengine kwa upande wa reli ni serikali kuendelea na ujenzi wa reli ya kati ya kiwango cha standard gauge ambapo ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam Morogoro umeshakamilika kwa 90%. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, yani 2021-22 hadi 2025-26. Mheshimiwa Spika, misingi iliyozingatiwa katika kuandaa mpango huu ni pamoja na kuendelea kuwepo kwa amani na usalama, umoja na utulivu wa ndani ya nchi na nchi jirani, kuhimili athari za majanga ya asili kama vile mafuriko pamoja na magonjwa ya milipuko, ushiriki mpana wa sekta binafsi katika maendeleo ya nchi, hali nzuri ya hewa itakayowezesha uzalishaji wa chakula cha ziada na kuimarika kwa uchumi wa dunia na utulivu wa bei katika masoko ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, shabaha ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 ni pamoja na kiwango cha ukuaji wa uchumi kwa mwaka kuongezeka kutoka 6% mwaka 2021 na kufikia wastani wa 8.0% ifikapo mwaka 2026. Mapato ya ndani ikijumuisha mapato ya halmashauri kuongezeka kutoka 15.9% ya pato la taifa mwaka 2021-22 hadi 16.8% mwaka 2025-26. Mfumuko wa bei kuendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja ya wastani wa 3 hadi 5 katika kipindi cha muda wa kati. Akiba ya fedha za kigeni kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje usiopungua miaka 4 na sekta binafsi kuzalisha ajira mpya zipatazo milioni 8 katika kipindi cha Julai 21 hadi Juni 2026. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema awali, mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 yana maeneo makuu 5 ya kipaumbele. Maeneo hayo ni kama ifuatavyo. 1. Kuchochea uchumi shindani na shirikishi. Eneo hili linajumuisha miradi ambayo itajikita katika kujenga jamii yenye uwezo wa kushindana katika kikanda na kimataifa na kuchochea utulivu wa viashiria vya uchumi jumla, kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuchochea uvumbuzi na uhawilishaji wa teknolojia kutoka nje na kuendeleza miundombinu na huduma za reli, barabara, madaraja, usafiri wa majini na angani, tehama, nishati, bandari na viwanja vya ndege. Eneo la pili ni kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa viwandani na utoaji huduma. Eneo hili linajumuisha miradi ya viwanda inayolenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi pamoja na madini na kuzalisha bidhaa zitakazotumia malighafi na rasilimali zinazopatikana hapa nchini. Eneo la tatu ni kukuza uwekezaji na biashara. Katika eneo hili
Eneo hili linajumuisha programu zitakazoimarisha masoko ya ndani na kutumia fursa za masoko ya kikanda na kimataifa katika kukuza biashara. Kwa upande wa eneo la 4, kuchochea maendeleo ya watu. Eneo hili linajumuisha utekelezaji wa miradi ambayo inajikita katika kuboresha maisha ya watu, ikiwemo elimu na mafunzo kwa ujumla, afya na ustawi wa jamii, kinga ya jamii, huduma ya maji, pamoja na usafi wa mazingira, mipango miji, nyumba na maendeleo ya makazi na athari dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa upande wa eneo la 5 ambalo ni kuendeleza rasilimali watu, eneo hili linajumuisha programu za mikakati inayolenga kuendeleza maarifa na ujuzi wa rasilimali watu hapa nchini, kuanzia ngazi za elimu ya awali hadi elimu ya juu, ikiwemo kuwawezesha vijana kujiajiri. Mheshimiwa Spika, vile mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa yatajumuisha utekelezaji wa miradi ya kielelezo. Miradi hiyo ni ile iliyo mikuu ambayo nimetoka kuitaja katika hotuba hii inayoendelea. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua mchango na umuhimu wa sekta binafsi, mpango huu umeipa sekta binafsi uzito mkubwa. Mpango huu unalenga kujenga mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kukua, lakini pia mpango huu unalenga kuhakikisha sekta binafsi katika ugharamiaji, unalenga kuishirikisha sekta binafsi katika ugharamiaji na utekelezaji wa mpango, ukitilia mkazo maelekezo ya Mheshimiwa Rais aliyoyatoa katika hotuba zake za hivi karibuni katika matukio ya kitaifa aliyoyafanya, ambayo yanalenga kujenga imani ya sekta binafsi katika ujenzi wa uchumi wa kisasa wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mgawanyo wa majukumu ya utekelezaji wa mpango, wizara, idara zinazojitegemea, wakala na taasisi za serikali, tawala za mikoa na serikali za mitaa zitawajibika katika kutafasiri mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 katika mipango yao ya kila mwaka na kuwasilisha taarifa za utekelezaji Wizara ya Fedha na Mipango. Aidha, Baraza la Taifa la Biashara litaratibu na kusimamia ushiriki wa sekta binafsi katika utekelezaji wa mpango. Vile washirika wa maendeleo watahamasishwa kushiriki katika utekelezaji wa mpango kupitia vikao rasmi vya ushirikiano. Mheshimiwa Spika, ili kufikia malengo ya mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka 5, serikali itaweka mfumo thabiti wa ufuatiliaji na tathmini ambao ni msingi mkuu wa usimamizi wa utendaji. Lengo la serikali ni kuhakikisha mapato yanatumika kwa ufanisi na hatimaye miradi kuwa na thamani halisi ya fedha, uwajibikaji na uwazi katika hatua zote za maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kuhitimisha, mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 yatawezesha nchi kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2025 ambayo ni maisha bora na mazuri kwa kila Mtanzania, amani, utulivu na umoja, utawala na uongozi bora, jamii iliyoelimika na inayopenda kujifunza na uchumi wenye uwezo wa ushindani. Aidha, mpango huu unaweka msingi wa maandalizi ya dira mpya ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, naomba sasa bunge lako lipokee na kujadili mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, yani 2021-2022 hadi 2025-2026. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Mwigulu Nchemba kwa wasilisho zuri sana. Na naomba sasa Mheshimiwa Spika kutoa hoja.